Tugeukie taarifa kutoka pale Songwe, Tunduma pale. Sasa pale tunaarifiwa kwamba jeshi la polisi mkoani Songwe limewakamata watuhumiwa 7 kwa tuhuma za kuhusika na matukio ya kujeruhi na mauaji yaliyotokea mnamo tarehe 1 ya mwezi wa 4 mwaka huu katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Momba, ambapo watu 3 kati ya waliojeruhiwa wamepoteza maisha. Matukio haya, msikilizaji, yametokea katika mtaa wa Asogea, mtaa wa Sekanyikana, pamoja na mtaa wa Tunduma kati pale wilaya ya Momba mkoani Songwe. Matukio hayo, msikilizaji, yamesababishwa na baadhi ya wananchi kujichukulia sheria mkononi, wakihusisha vitendo hivyo na imani za kishirikina. Katika matukio hayo, baadhi ya wananchi waliwashambulia watu wakidai kuwa walikuwa wakisababisha madhara kwa njia zisizo za kawaida, ikiwemo kudaiwa kupunguza ama kupoteza maumbile ya siri kwa baadhi ya waathirika. Sasa jeshi la polisi limeendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wa matukio hayo na kuwabaini watuhumiwa wengine waliohusika, na hatua za kisheria basi zitachukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kuhusika na matukio hayo, ikiwa ni pamoja na kuacha mara moja vitendo vya kujichukulia sheria mkononi, lakini huku likiwahimiza kutoa taarifa kwa jeshi la polisi ili kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria za nchi. Msikilizaji, taarifa hii haitofautiani na taarifa kutoka hapa mkoani Rukwa, ambapo mahala baada ya kuzuka taharuki ya wanaume kuibiwa sehemu zao za asili katika mji wa Tunduma, huko tulikotoka kuangazia taarifa hiyo mkoani Songwe, hatimaye vitendo hivyo, msikilizaji, vimeripotiwa kufanyika katika manispaa ya Sumbawanga hapo mkoani Rukwa. Tukio hilo moja linatajwa kutokea mchana wa leo Alhamisi Aprili 2 mwaka huu, eneo la Mandela, manispaa ya Sumbawanga. Mashuhuda wa tukio hilo wanaeleza jinsi suala hili, msikilizaji, lilivyo. Sikiliza hapa kutoka mkoani Rukwa. Sisi sio wajinga wa kuja kukuvamia wewe ambaye umefanya hili tukio. Tunakuomba kwa vile wewe ndio umemgusa na mzigo wa mtoto umetoka ni wewe, tunaomba kamrudishie huyo mtoto mzima. Walimuomba yule baba, wakamuomba kwamba jarida la habari alivyojigusa akasema huyu baba janirudisha mzigo wangu, ameniwekea kitu kadogo sana kafupi afu kagumu. Asante. Kwa majina naitwa Monica Yusufu, mkazi wa hapa Mandela kwenye vitanda hapa. Mimi nilichokiona kweli, kijana wetu huyu ni anayebadilisha magesi, anauza gesi hapa. Nilimwona ghafla akapita hapa na kijana wa bodaboda amefika pale, niliona wakamsimamisha baba mmoja hivi, wamemsimamisha. Walivyomsimamisha baba, tuna shida na wewe. Kweli yule baba alisimama, alivyosimama yule kijana alijeleza kwamba baba ambaye amenigusa ni huyu hapa, na wale vijana wakamwambia, wewe baba, tunakuomba huyu kijana tumekuona ulivyomgusa kwenye magesi pale, umemshika kwenye bega, ulivyomshika kwenye bega mtoto aliona mwili umemsisimka, lakini mwili ulivyomsisimka kajigusa sehemu za asili, kakuta sehemu za asili hazipo. Afu ghafla wewe ndio maana tumekufuata paka hapa tulie kuona umemgusa. Tunaomba mrudishie huyu mtoto mzigo wake huu uliochukua. Yule baba alisema mimi sijui wala sielewi. Kwani waliendelea kumbembeleza yule baba. Jarida la habari. Sisi sio wajinga wa kuja kukuvamia wewe ambaye umefanya hili tukio. Tunakuomba kwa vile wewe ndio umemgusa na mzigo wa mtoto umetoka ni wewe, tunaomba kamrudishie huyo mtoto mzima. Walimuomba yule baba, wakamuomba kwamba tunaomba naweza kwenye vikagara vile kule vya kanisani tu. Walienda na yule kijana. Walivyoenda yule kijana, walivyorudi na yule baba alivyojigusa akasema huyu baba jana
nirudishia mzigo wangu. Ameniwekea kitu kadogo sana kafupi, afu kagumu. Mtoto yule alivua kabisa, alivua salani, kasema jamani niangalie na niko niwekea miaka kagumu afu ni kafupi. Wakaendelea kumbembeleza baba, kwa nini umemrudishia kaka dogo? Mrudishie mzigo wake uliobeba. Yule baba aliendelea kubishi, ndio watu walijikusanya pale kweli kukusanyika. Kuona na taarifa ambazo watu wameziona kabisa kwenye redio Tunduma, huko wametoa taarifa, watu wameziangalia kwenye taarifa. Wakasema kumbe na hapa Sumbawanga imetufuata ili jaribu limetufuata. Ndio wamembembeleza yule baba, wamembembeleza baba, tunakuomba mrudishie huyo mtoto huu mzigo. Lakini yule baba aliendelea kubishi, ndio maana watu walikusanyika wengi kweli, wakaendelea kumpiga, kumdai kwamba mrudishie mtoto mzigo. Majina anaitwa Kipeta, ni mkazi hapa Sumbawanga. Nimesikia tu kwamba jamaa pale amemshikilia kijana wa watu, alimshika. Jamaa akasisimka akasema kwamba mazingira ya huko naingia sehemu asili hamna. Alifia basi wasikaje kwenda kumkagua kule. Wakakuta ni kweli. Wakakuta ni kweli, akarudi hapo kumwambia bwana, huyu tunaenda kumkagua kijana, kweli kitu hamna. Tunafanyaje? Basi ndio kama mvurugano hapo na hapa na pale na nini. Inaonekana kwamba jamaa ameshindwa kutoa maelezo yanayoeleweka kwamba usema kwamba mimi ndio nimechukua mzigo. Ikawa kidogo mafando kama yatatokea hapo, wala kumchukua jamaa akateka huko. Jarida la habari. Aise. Hii ni hatari. Aha. Noma sana. Kefa, njoo hapa. Kefa njoo. Msikilizaji, hili unaweza ukahisi na cheka, lakini ukajua labda ni mazuri. Haya ni mabaya. Haya ni mabaya. Sasa sisi tunaliachia jeshi la polisi kuhakikisha linashughulikia suala hili, kwa sababu tayari limekwisha kuanza kufanyiwa kazi, na tutakapothibitisha sasa basi sisi tutakuja kukuletea taarifa zaidi msikilizaji kuhusiana na hilo. Lakini waweza kuniandikia maoni yako kwenye 0763522256. Kwa nini vitendo hivi vinaenda kushamiri? Kwa sababu tumetazama kule mkoani Songwe, tumeangazia taarifa ya jeshi la polisi kwamba limethibitisha na bado linaendelea na uchunguzi wa matukio ya aina hii ambayo Mwaisa matukio ambayo yanaendelea, matukio ya namna kama hii. Kwa hiyo wacha tusubiri tuone mustakabali wake ni upi, lakini maoni yako ni sehemu ya kipindi hiki. Hebu imagine mtu anatolewa sehemu zake za siri. Sasa hii inakaje hii? Lazima kuwe na ukakasi fulani hivi. Maoni yako, dakika zetu zinakimbia kweli kweli msikilizaji, takribani 56. Na sasa mimi ni kufahamishe taarifa hii ya uteuzi na kutenguliwa. Taarifa hii ambayo imetufikia hivi sasa msikilizaji.